hata kwa Yesu kuna siri ya mafanikio. Wana wa Israeli walipotokea Misri, walishuhudia maajabu, wakaimba kwa shangwe. Kwa mkono wenye nguvu tuna ujasiri, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Waliimba, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Wana wa Israeli walipotokea Misri, walishuhudia maajabu, wakaimba kwa shangwe. Kwa mkono wenye nguvu tuna ujasiri, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Waliimba, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Tunayashuhudia matendo ya ajabu ya Muumbaji, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Ukuta wa Yeriko ulibomoka chini kwa tarumbeta, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Wana wa Israeli walipotokea Misri, walishuhudia maajabu, wakaimba kwa shangwe. Kwa mkono wenye nguvu tuna ujasiri, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Waliimba, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Ni mapigo makubwa wa Misri walipigwa na Yehova. Tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova.
Waamaleki na Wagebeoni hawakuweza kushinda. Tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Wana wa Israeli walipotokea Misri, walishuhudia maajabu, wakaimba kwa shangwe. Kwa mkono wenye nguvu tuna ujasiri, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Waliimba, tumevuka kwa mkono wa Yehova. Kwa uwezo wa Mola maadui vitani wamekimbia. Tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Kwa uwezo wa Mola tumezivuka kingo za Yordani. Tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Wana wa Israeli walipotokea Misri, walishuhudia maajabu, wakaimba kwa shangwe. Kwa mkono wenye nguvu tuna ujasiri, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Waliimba, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Kwa mkono wa Bwana tumesafiri salama. Lile jeshi kubwa la wa Misri limeangamia. Kwa mkono wenye nguvu tuna ujasiri, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Waliimba, tumevuka bahari kwa mkono wa Yehova. Wana wa Israeli walipotokea Misri, walishuhudia maajabu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Habari za jioni. Tunakwenda katika kipindi kingine kifupi lakini kizuri. Kwa wale ambao tulikuwepo jana jioni, lakini na wale pia ambao walifuatilia kwenye grupu la kanisa matangazo, tulitangaza kwamba mchungaji anatamani kuzungumza na vijana. Sasa huu ndio muda wake. Na hiyo na namba si kubwa, lakini kwa mwanzo wa maongezi si mbaya, lakini kwa muda huu ni muombe kama tuna mashemasi. Kuna vijana naona hapo nje, kama unaweza kutuitia ili tuweze kuwa na timu nzuri. Wazee sasa mnaweza kuwepo. Hivi nyinyi mnatoka au mnakaa vizuri? Hao vijana mnatoka au mnakaa vizuri? Kama nyinyi mnapaswa kubaki vijana. Yes. Kwa hiyo kwa kwanza kipindi naomba tusome tupate kuomba. Wazee mnaweza kuwepo, lakini kwaje muwepo, maana mtakuwa mashuhuda wazuri. Basi tuombe. Wale mabinti ambao mnataka kutoka ni kwa ajili yenu, tafadhali mkae siti za mbele kabisa. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu shemali pa mbinguni, tunakushukuru kwa namna ambavyo umefanya siku hii kuwa njema na yenye baraka kwetu. Jina lako takatifu litukuzwe. Katika masaa haya karibia tena uzungumze pamoja nasi, tupatie utulivu na uelewa. Roho Mtakatifu atuongoze tujue nini ambacho tunataka kuzungumza nasi katika jioni hii leo kupitia mchungaji. Asante kwa kuwa pamoja nasi, maana ninaomba kwa jina la Kristo, amina. Pastor, karibu sana.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wale tulioko nyuma, mnaonaje tukisogea na kujaza hivi viti vya karibu? Wale tulioko kule nyuma tukisogea, tusogee. Sijajua vijana wengine wamekwenda kwa programu gani leo siku ya Sabato. Asi wale walioko nje tuwaalike. Na nilitamani katika mwanzo wa kuwepo kwangu hapa mtaani Segerea na kwa kanisa la Segerea, tuwe na muda walau wa kusalimiana kidogo na ninyi vijana. Jamani, niwe na muda wa kusalimiana na ninyi vijana. Kwa nini vijana? Tunaishi kwenye dunia ambayo vijana ndio wengi. Kwenye taifa ambalo vijana ndio wengi. Na hata kwenye kanisa kokote vijana ndio wengi. Na hata kwenye kanisa letu mahalia, kanisa la Segerea, ninyi vijana ndio wengi. Na kwa sababu hiyo vijana ndio nguvu ya kanisa. Na kwa sababu ni nguvu ya kanisa, basi nikaona walau niwe na dakika chache za kusema nanyi. Uwanja huu sio uwanja wa mahubiri. Pamoja na kwamba niko hapa, lakini mtakuwa na fursa na ninyi ya kusema kitu, ikiwa liko jambo la kusema kwa ajili yetu na kwa ajili ya faida ya kazi ya Mungu. Na hatumfukuzi yeyote anayependa kuwemo humu ndani. Kwa hiyo kila mmoja awe huru. Kwa hiyo niseme ya kwamba ninyi vijana katika kanisa letu la Segerea, kanisa linawategemea. Kama ambavyo nchi inategemea vijana, kanisa nalo linawategemea vijana. Na Mungu anawategemea sana vijana. Kwa nini awategemee sana vijana? Maana kwenye umri wa maisha ya wanadamu au ya mwanadamu, hakuna umri wa thamani kama umri wa ujana. Na ujana ni nini? Ujana ni nini? Ujana ni kipindi cha mpito kutoka utoto kwenda utu uzima. Katika nchi kama taifa, ujana unaanzia miaka mingapi? Miaka mingapi? 18 mpaka mingapi? Katika nchi ya Tanzania ujana unaanzia wapi? Miaka 18 mpaka mingapi? 35. Katika nchi ya Tanzania ujana unaanzia wapi? 18 mpaka mingapi? Mpaka 40. Katika kanisa ujana unaanzia wapi? Mbona mnakuwa bubu tena jamani? Unaanzia wapi? Miaka 10 na ngapi?
16, 15 mpaka mingapi? Mpaka 35. Sasa kipindi cha ujana ni kipindi cha mpito kutoka utoto kwenda utu uzima. Kwenye kanisa ni kuanzia miaka 15 tunaanza na wale wanaitwa vijana wadogo hao mpaka miaka 35. Hao wanaitwa wako kwenye kundi la vijana. Na ujana kama nilivyotangulia kusema ndicho kipindi cha thamani kuliko kipindi kingine chote cha maisha ya mtu. Ni kipindi ambacho kila kiungo kiko katika ukamilifu wake na kinaweza kufanya kazi kwa kiwango cha juu. Ujana ndicho kipindi ambacho kila kiungo kina nguvu. Na ndiyo maana Biblia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 na ile aya ya 14, Bwana anatangaza akieleza vijana mna nguvu. Na nguvu ni katika kipindi hicho ambacho Mungu anawahitaji vijana, lakini dunia nayo au shetani naye anawahitaji nani? Anawahitaji vijana. Na Mungu anatamani kuona sisi tulio vijana katika kanisa tukisimama upande wake, tukiwa mawakala wake, tukiwa mabarozi. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kama mabarozi wa Mungu. Jamani, tuishi kama mabarozi wa Mungu. Wawakilishi wa Mungu katika sayari hii iliyoharibika, katika sayari hii iliyochafuliwa na dhambi, Na moja kati ya kitu cha maana sana, najua huko mbeleni nitakuwa na muda mwingi, itakuwa na vipindi vingi vya kujifunza mambo mbalimbali na ninyi vijana huko mbele, lakini niseme hili, moja kati ya kitu muhimu sana ambacho Mungu anatamani kuona tukikifanya katika maisha ya ujana ni ujumbe wa neno lake, au ujumbe wake unaopatikana katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 12 na ile aya ya kwanza. Mhubiri 12 aya ya kwanza inasemaje? Mkumbuke muumba wako siku za nini? Za ujana wako. Na mimi nipo kuwakumbusha kwamba kama kuna kipindi tunatakiwa kumfahamu huyu Mungu, kumpenda huyu Mungu, kuyaishi mapenzi yake, kumtumikia huyu Mungu, ni wakati wa ujana. Maana baada ya ujana Biblia inasema ziko nyakati mbaya. Nyakati mbaya. Tena Bwana anasema ambazo mtasema mimi sina furaha katika hayo. Nyakati mbaya. Baada ya ujana nyakati mbaya. Yako mambo mengi yameelezwa hapo, tutayazungumzia wakati mwingine. Lakini nirudie kusema kama kuna watu ambao Mungu anawatamani, Mungu anawapenda, Mungu anatamani wawe watu wake, ni wale tulio vijana. Na ili sasa ili ujana wetu uweze kuwa na maana, jambo la kwanza, mkumbuke nani? Muumba wako. Ishi na Mungu wakati wa ujana. Lakini jambo la pili na la tatu, Ayubu 36. Ayubu 36. Ayubu 36. Wale mafundi, kama kuna mtu mwenye mic, 36 na ile aya ya 11. Ayubu 36 aya ya 11 mpaka ya 14. Japokuwa ujumbe nao utaka hasa ni wa ile aya ya 11, lakini aya ya 11, kama wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa, na miaka yao katika furaha.
Ni nani hao? Lakini wasiposikia wataangamia kwa upanga, nao watakufa pasipo maarifa. Lakini hao wasiomcha Mungu mioyoni hujiwekea hasira, hawalilii msaada hapo awafungapo. Aya 14, wao hufa wangali nani? Jamani, wangali nani? Vijana. Na uhai wao huangamia katikati ya nani? Ya wachafu. Wachafu sio wale wasiooga. Wanaoga sana. Lakini hawa wachafu ni wachafu wa mioyo, wachafu wa mawazo, wachafu wa maneno, wachafu wa matendo. Sasa ili ujana upite vizuri, moja, mkumbuke Mungu. 2, msikie Mungu. 3, mtumikie Mungu. Ndio Ayubu anasema katika aya ya 11, kama wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Moja ya hatari tulionayo leo ni vijana wengi kudhani ya kwamba furaha inaletwa na dhambi. Na ndio maana wengi wanajisajili kwenye ulevi. Ndio maana wengi wanajisajili kwenye uvutaji wa sigara, madawa ya kulevya. Ndio maana wengi wanajisajili kwenye zinaa, kwenye uzinzi, wakidhani hayo yanaleta furaha. Lakini hizo ni panga zinazowaua watu wakingali vijana. Hizo ni panga zinazowaua. Kwa hiyo maisha ya furaha yanakuja tunapoishi kwa kumsikia Mungu na kwa kumtumikia Mungu. Na mimi ni wasii kama mchungaji wenu, lakini pia kama mzazi. Ninyi vijana, msikieni Mungu. Ninyi vijana, mtumikieni Mungu. Ndipo Bwana anapotangaza na kusema, ndipo mtapisha miaka yenu, maisha yenu yatakwenda katika furaha, lakini pia yatakwenda katika kufanikiwa. Katika kufanikiwa. Mungu yuko tayari kuwa na vijana na kuwafanikisha wanapokuwa waaminifu, kama alivyomfanikisha Yusufu. Pamoja na uzoefu aliopitia, lakini aliishia katika kufanikiwa. Kama alivyowafanikisha akina Esther, pamoja na kujitoa muhanga kufa, lakini bado Mungu aliwafanikisha. Ni kwa nini? Ni kwa sababu moja, walimsikia Mungu, na 2, walikubali kumtumikia nani? Mungu. Kwa hiyo kanisa linahitaji karama zenu. Linahitaji kutumia talanta zenu. Kanisa linawahitaji vijana. Tunawahitaji vijana. Kanisa letu la Segerea linawahitaji vijana. Kazi haiwezi kwenda, haiwezi kufanikiwa, maana Bwana amewekeza kwenu. Amewekeza karama, amewekeza talanta. Zitumieni kumtumikia Mungu. Zitumieni kujenga ufalme wake. Zitumieni kuwa baraka kwa kanisa. Zitumieni, na ndipo Mungu atakapo wabariki pia, atakapowabariki. Na kwa sababu hiyo basi, sababu sitachukua muda mrefu, vijana tunawaomba mulisaidie kanisa kwa kushiriki katika kazi mbalimbali zitakazojitokeza kwa kadri ya mahitaji ya kanisa. Uwe ni tayari kujitoa, uwe ni tayari kushiriki katika kazi, ikiwemo kazi ya uinjilisti, ambayo hii inatakiwa kufanywa na kila kijana. Kila kijana shiriki katika kazi ya uinjilisti. Wapi? Huko nyumbani unakoishi. Wapi? Huko ofisini kwako huko. Wapi? Huko kwenye biashara zako huko. Wapi? Huko chuoni kwako huko. Maisha yako kwa ujumla ya mhubiri nani? Ya mhubiri Yesu.
kila wakati tuko kwenye kazi ya kuokoa na sio kazi ya kupoteza, kazi ya kuokoa. Kwa hiyo tutumie, Mungu anahitaji kuona tukitumia maisha yetu kwa ajili ya kuokoa. Lakini pia tulisaidie kanisa kwa kushiriki kwenye kazi mbalimbali. Uimbaji, tunayo kwaya kubwa ya kanisa, naona iko kwaya ya mabarozi, lakini wale wanaoimba ni wachache. Lakini sio mabarozi wote, au ndio wote wale bwana? Niliowaona 8 wakiimba hapa leo, ndio wote kwenye kanisa hili? Wengine wamebaki wakifanya nini? Ziko kwaya, nimeona iko kwaya inaitwa nini? Trumpet nini? Trumpet sound. Hivi mko wapi wale waimbaji walao? Asante sana. Kwani ni ninyi tu mmesema mmetosha? Au mnakaribisha na wengine? Hebu nyosheni mkono kuona kama mnakaribisha na wengine. Sijaona ile ya Amo na ya ile ya Dorcas. Ingaliko hau ilishakufa. Haipo hiyo. Mama Mjema anasema wataifufua. Sasa lakini basi tulisaidie kanisa pia katika huduma mbalimbali. Ziko huduma mbalimbali zinazojitokeza. Yaani kuna mahala ukienda, kuna watu ambao wawatulia, akiona tu kitu awe shemasi, yani mumchague msimchague, hata karibisha wageni, hata sogeza viti, hata huduma mbalimbali. Unajua huduma pia ni miongoni mwa karama ya huduma. Kuna watu akija hata nyumbani kwako ni mgeni, hakuna shangana, tayari anafanyika kuwa mwenyeji. Lakini kuna mwingine akija nyumbani mwezi mzima bado ni mgeni. Mwezi mzima bado ni nani? Lakini mwingine akiingia ni dakika 2, ugeni umefanya nini? Ugeni umeishi. Kwa hata katika kanisa tunao watu wenye karama hiyo ya huduma, ambao wakiona tu kitu fulani kinahitaji kufanywa vizuri, mazingira fulani yanahitaji kufanya vizuri, kanisa linahitaji kupakwa rangi, yani hasubiri yaambiwe. Kwa hiyo hizo karama hizo tupatia Bwana, hizo tuzitumie. Lakini jambo jingine ambalo ningependa vijana tulifanye, kukiwa na shughuli yeyote au jambo lolote unaloweza kufanya kwa ajili ya kanisa. Kuna wengine wanaweza kusema nina uwezo wa kufadhili kituo cha uinjilisti mahala fulani. Naweza kununua vitabu 1000, 100, 100 ngapi vikagawanywe kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kanisa linahitaji kitu fulani. Wewe unaweza kuangalia hata mapungufu ya kanisa tulionayo, na una uwezo wa kufanya, maana Bwana amekubariki. Jitokeze. Ukiwa na chochote cha kufanya kuibariki kazi ya Mungu, kulibariki kanisa, jitokeze. Waone wazee, na hasa mzee anayesimamia vijana, mzee John yuko hapa, lakini hata wazee wengine, kwamba nina kitu Mungu amenibariki, nahitaji niwe baraka kwa kanisa. Unaweza kuniona hata mimi, jitokeze. Yani kukiwa na lolote jema unaweza kulifanya. Lakini pia jambo la 3, kukiwa na ushauri wowote mzuri wa kutusaidia, ushauri wowote wa kumsaidia mchungaji, ushauri wowote wa kuwasaidia wazee, ushauri wowote wa kuwasaidia viongozi wa maidara na vyama kanisani, ushauri. Usikae nao, tuone, tusaidie, tushauri. Maana kwenye maisha haya hata hivyo hakuna anayejua yote. Hakuna anayefahamu. Huyu atageuka kuwa Mungu. Ni Mungu peke yake anayejua yote. Sisi ni kidogo tu, na ndio maana tunategemeana. Ndio maana kila mmoja ni wa muhimu kwa wengine. Ndio maana. Kwa hiyo ninyi vijana, najua mnayo mashauri mazuri ya kuisaidia kazi. Tunatamani kuyapata ili kulisaidia kanisa na kuisaidia kazi ya Mungu katika kanisa letu la Segerea. Kwa hiyo tuko tayari kupokea mashauri yenu, mawazo yenu mazuri,
kupata baraka ya elimu zenu na majaliwa mbalimbali ambayo Bwana amewajalia. Tafadhali usizike vitu hivyo moyoni, vilete ili viwe baraka kwa kanisa na kwa kazi ya Mungu. Jambo la 4. Jambo la ngapi? Jambo la 4, ukiwa na changamoto yako yoyote, ukiwa na changamoto yako, usisite kutuona. Ziko nyakati kama vijana tunakumbwa na changamoto. Nyingine nyumbani, nyingine ziko kazini, nyingine ziko vyuoni. Usisite kupata mashauri yetu pia. Usiogope. Waone viongozi, waone wazee. Ikikulazimu nione, hata mimi niko masaa 24. Maana hata hivyo mimi nami ni mzazi. Kwa hiyo unaweza milango iko wazi. Ukihitaji ushauri wowote, ukiwa na jambo lolote ambalo linahitaji msaada wetu wa mashauri na kadhalika, usife na tai shingoni. Funguka. Wakati mwingine kwa kufunguka unaweza ukashangaa umepata msaada. Nakumbuka miaka ile nikiwa hapa tena kwenye kanisa hili, yuko mwanadada mmoja alikuwa anataka kujinyonga. Alafu ni msomi, mwajiriwa wa serikali. Alafu ameolewa, lakini anataka kujinyonga. Sio kwamba hana hela. Miaka 10 ya ndoa hana mtoto. Na mama anamwambia nataka wajukuu. Sasa akawanunue wapi? Maana hawaji. Bahati nzuri akanijia kwa ajili ya mashauri. Namshukuru Mungu yungali hai hata leo. Kwa hiyo kukiwa na jambo linakukabili, funguka. Tuko tayari kusaidia kwa mashauri wakati wowote. Lakini jambo la 5 muhimu kwa ajili yenu vijana, nataka kuwatia moyo kulifanya, ni swala la kufanya kazi. Swala la kufanya kazi. Huko mbeleni tutakuwa na semina hapa na kadhalika, lakini niwakumbushe ya kwamba Mungu hakutuumba ili tukae kivivu duniani. Na ndio maana Adamu katika ulimwengu wenye utere wa kila kitu bado alimpa kazi ya kufanya. Na kama kuna kitu ambacho Mungu anakithamini zaidi kuliko vingine vyote, ni kitu kinachoitwa kazi. Na baada ya dhambi kuingia, kazi ndiyo njia aliyoiweka Mungu. Ndiyo njia aliyoiweka Mungu ya kupitishia baraka zake kutujia katika maisha yetu. Yaani hadondoshi hela, hadondoshi nguo, hadondoshi pesa, hakuna. Ila yuko tayari kukudondoshea kupitia kwa kitu kinachoitwa kazi. Sasa moja ya changamoto kubwa ya vijana leo tunapoishi kwenye nchi ya Tanzania, lakini na ulimwengu ambao hauna ajira, bado wengi wanaishi kwa kuchagua kazi. Na wengine wengi wanadhani ili ionekane kwamba unafanya kazi lazima uajiriwe. Lazima uajiriwe. Lakini ziko kazi zenye hela nyingi, yumkini hata kuliko za ajira. Leo kutana na kijana mmoja huko kwetu Morogoro, anachoma tu mahindi. Anachoma nini? A graduate anayechoma mahindi. Ana kijiwe chake, anaingia saa 7 mchana kwenye stendi moja ya daradara. Ikifika saa 11 ana kati ya 70,000 mpaka 90 kwa siku. Maana kila haachi hela. Mwenye 100 atamkatia kadogo, mwenye 200 kidogo, mwenye 500 anachukua hindi zima. Lakini ikifika saa 11, 12 ana 70,000 mpaka 90 mfukoni. Na hakuna siku anatembelewa na TRA.
Na hata hivyo Mungu anasemaje? Mithali sura ya 14. Mithali 14. Kwenye swala la kazi. Tutajifunza mengi huko mbeleni. Ila tu niseme hili, Mithali 14 aya ngapi nimesema? 23. Biblia inasema katika kila kazi mna nini? Hivi hamjafungua Biblia zenu? Katika kila kazi mna faida. Katika kila kazi mna faida. Bali maneno ya midomo huleta nini? Maneno ya midomo ni ile mipango isiyotekelezwa. Sema sasa Jumapili ijayo tafungua genge la matunda. Kukicha asubuhi wenzako saa 11 wamepanda daradara hapa Kuai Buguruni. Wewe unasema naona leo kama mvua itanyesha hivi. Uko kitandani unawaza mvua kunyesha. Nasema nadhani ni vizuri nikianza Jumatano. Kwao nalala mpaka Jumatano. Kishafika Jumatano nasema naona kama juma limeisha. Nadhani ni vizuri nikianza Jumapili. Maneno ya midomo hayo ndio yanatupa hasara. Unawaza kuanzisha biashara yako ya kupika mandazi au chapati, lakini kila siku unaahirisha. Kila siku mwishowe hata wazo linapotea na kadhalika. Bwana anasema katika kila kazi. Na mimi nawatia moyo vijana, usiishi bila kazi. Na ninyi mabinti, usiishi bila kazi. Hata kama ni mandazi, choma, sijui ni kuchoma, sijui ni kufanyaje. Mungu atakupa hela. Maana kuna mabinti wengi wanalilia tu kupata wachumba. Mtu akimsalimu tu tayari jioni amemuomba hela. Sasa vijana nao huwa ni wajanja. Ukimuomba tu hela, anakufanya kama kuku. Unajua kuku ukitaka kumkamata unamrushia mahindi akiwa mbali. Lakini baadaye unampunguzia umbali, anasogea. Mwisho unamrushia miguuni. Unaweka tu mkono na kufanya nini? Hata wale mlio na wachumba, usimuombe mchumba wako hela. Hata kama huna, usimuombe kwamba leo acha kama anakupa akupe mwenyewe. Usipige simu leo sina mafuta. Hiyo ni kosa. Kama una mafuta oga na sabuni. Sabuni gani? Jamaa. Toka kwa furaha. Lakini usipigie mtu simu kwamba sina vocha. Mbona hujanipigia? Nilikuwa tu nasubiri muda. Lakini kumbe huna hela hata ya kuandika message. Usiombe. Na wengi wale wanaokuwa omba wanaishiwa kuchezewa. Hayo tutayasema. Kwa hiyo tufanye swala la kazi. Niwakumbushe hivi, maisha yetu yanahitaji hela, yanahitaji pesa. Biblia imeandika kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 7, inasema pesa ni jibu la nini? Jibu la mambo yote, pesa. Lakini pia Mama White ameandika kwenye kitabu cha Mashauri juu ya Uwakili sura ya 28, ukurasa wa 28, anasema maisha yanahitaji pesa na kazi ya Mungu inahitaji pesa. Na mwenye kuzitafuta zote ni wewe na mimi. Za maisha yetu wenyewe na za kazi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo Mungu yuko tayari kutubariki, na hasa vijana. Usichague kazi. Yaani kama unataka kufanya hata kazi inaonekana kuwa ya chini kiasi gani, fanya. Ni heri ukaingiza shilingi kuliko kuacha shilingi ipite ukisubiri uingize shilingi 10. Maana hiyo ya 10 katika saa hiyo haipo. Shughulika na hii ya moja iliyopo. Kutoka kwa hiyo Mungu atakuamini kwa makubwa na makubwa na makubwa na makubwa na makubwa na makubwa. Kwa hiyo tufanye kazi na Mungu ameahidi kutubariki. Angalia fursa, natumia fursa hizo kutengeneza pesa. Jambo la 6 nalotaka kuambia vijana ni kuwa wasomaji wa neno la Mungu. Someni neno la Mungu. Someni neno la Mungu. Moja kati ya vitu vya tatu tulivyo navyo leo ni wengi wetu kutokuwa na muda wa kusoma neno.
lakini tuna muda wa kutosha kuandika jumbe, kupiga simu, kuingia huko kwenye mitandao ya kijamii, mahala kwenye TikTok, mahala kwenye WhatsApp, mahala kwenye nini, kwenye YouTube, mahala kwenye nini, Instagram, mahala kwenye nini, Facebook, mahala kwenye nini. Na ninyi mnayafahamu mengi, hata mengine mimi siyajui. Sasa pamoja na hayo yote, tusikose muda wa kusoma neno la Mungu. Kwa nini usomaji wa neno la Mungu ni kitu cha muhimu? Angalia Zaburi 119. Zaburi 119. Zaburi 119. Zaburi 119 aya ya 9, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Aya ya 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda nini? Ili tusimtende Mungu dhambi. Siri haiko kwingine kokote, siri iko katika kuweka neno la Mungu moyoni. Kwa hiyo someni neno, liwekeni moyoni, liishini neno. Jambo la 7, napoelekea mwisho, kuwa mwaminifu katika matoleo yako ya zaka na sadaka kadiri Bwana anavyokubariki. Usimuibie Mungu zaka, wala usimuibie Mungu sadaka. Wizi umekuwa ni chanzo cha laana kwa mambo mengi ya maisha yetu. Ukisoma Malaki 3 aya ya 8, Bwana anasema, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnafanya nini? Mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Bwana anasema, mmeniibia zaka na nini? Na sadaka. Aya ya 9 anatangaza laana. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Sasa maisha yetu ya ujana hatuhitaji laana yoyote. Tunahitaji yawe ni maisha ya kubarikiwa na Bwana, kwamba chochote unachoweka mkono kukifanya, uuze mitumba, uuze mandazi, uuze karanga, uchome mahindi, chochote unachokifanya kibarikiwe na Bwana. Ili kibarikiwe, hakikisha Bwana anapokubariki wewe nawe uwe mwaminifu kwa kuleta kwa Bwana zaka na sadaka, zaka na sadaka. Na mwisho kwa sasa, hasa wale vijana wa kiume ambao hamujaoa, saa imefika ya kuoa. Oweni. Vijana wa kiume ambao hamjaoa, saa ikiwa imefika, hakikisha mwaka huu unaoa. Najua wako wengine wanaopanga ili waowe, lazima apate kitu fulani, ajenge nyumba, anunue gari. Wewe unachelewesha baraka zako. Kadri unavyochelewa ndivyo unavyochelewesha baraka zako mwenyewe. Kwa nini? Kwenye maisha ya ndoa, kwa nini tunaoa? Huwa na somo lenye mambo makubwa 7 yanayotufanya tuwe na kuolewa. Lakini moja ni hili, Mhubiri sura ya 4, Mhubiri 4 na ile aya ya 9. Biblia inasema, afadhali kuwa wawili kuliko wangapi? Jamani, kuliko wangapi? Afadhali kuwa kuliko mmoja. Kwa nini? Biblia inasema, kwa maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Neno ijara lina maana ya baraka, lina maana ya mafanikio, lina maana ya mapato. Neno ijara. Sasa wawili wanaozungumziwa hapa sio wawili mtu na rafiki yake. Ni wawili, mtu mume na mtu mke. Ndio Bwana anasema afadhali kuwa wangapi? Kuliko mmoja. Kwa nini? Mungu ameandaa baraka katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo kadri unavyochelewa kuoa ndivyo unavyochelewesha baraka
hata hayo unayofikiria ungelikuwa nayo, unashangaa ukioa. Mungu anayaharakisha, Mungu analeta baraka hata ambazo hukuzitarajia. Kuna watu wengi hapa hao wazee wetu wakikupa shuhuda zao, wengine walioa hata kitanda ana, wanalala kwenye mkeka lakini ukashangaa baada ya muda wana godoro, baada ya muda wana kitanda. Walikuwa wapangaji wa chumba kimoja, baada ya muda wamepanga nyumba nzima, baada ya muda wana ploti yao, baada ya muda wana kagorofa kao. Kwa hiyo maisha ya ndoa Mungu ameandaa kuwa maisha ya kubarikiwa. Na ndio maana pia kuna watu wengine wanaweza kushangaa wako kwenye ndoa wana watoto wengi, watoto 7, 8, 9. Sasa una familia kubwa yote ya nini? Lakini unashangaa kila akitoka, akirudi jioni ana mkate. Watoto wanakula. Watoto wanaenda shule. Kesho na kesho kutwa ni watu wazima. Sijui kama mnanielewa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameandaa baraka maalum kabisa kwa ajili ya wanandoa. Lakini basi ili baraka za Mungu zije kwa wale mlioona kuolewa, lazima muishi kwa kuzingatia mambo makubwa 5. Jambo la kwanza, kuishi kwa upendo. Jambo la pili, kuishi kwa amani. Jambo la 3, kuishi kwa furaha. Jambo la 4, kuishi kwa umoja. Na jambo la 5, kuishi mkiwa na Mungu. Mambo 5. Hata kama mkiwa masikini, mkiwa na hayo 5, Mungu atawabariki toka utukufu kwenda utukufu. Na ninyi mabinti, wako wale wanaochelewa kwa kuchagua sana. Usichague. Kama ni hela, nenda katengeneze na huyo mumeo. Kama ni gari, nenda kanunue na huyo nani. Kama ni nyumba, mtajenga na huyo. Wewe acha kuchagua. Haya mafanikio yanatengenezwa. Yanatengenezwa. Acha vigezo vikubwa. Acha vigezo. Na ninyi mabinti, saa ikifika olewa. Kuna mmoja mahala fulani, saa ilipofika wachumba wakaja, akasema bado mdogo. Miaka 21. Mwaka wa 22 bado. Mwaka wa 23 nikampelekea mwalimu wa sekondari, akasema bado mdogo. Mwaka wa 24 akaenda kijana mmoja mkulima mahala fulani, akasema bado mdogo. Wakambatiza jina bado mdogo. Kwa hiyo mtu akizungumza tu habari zake, yule bado mdogo. Unajua alishangaa amefikisha mwaka wa 40. Vijana wanasema huyo bado bado mdogo. Hivi karibuni ameolewa na mzee mmoja wa Kiislamu kuwa mke wa 3. Bado. Kwa hiyo saa ikifika, wewe binti, wewe unayeniangalia wewe. Kumbuka kwa Mungu kila jambo na majira. Kila jambo majira yakifika, kile Mungu alichokusudia ruhusu kifanyike. Ruhusu kifanyike. Basi mimi niishie hapo. Yako mengi lakini kwa leo niishie hapo. Nilitamani tu walau ni wasalimu. Nilitamani tu jamani kufanya nini? Kuwasalimu. Maana ninyi ndio kanisa, tunawategemea. Kwa hiyo liungeni mkono nini? Kanisa. Litumikieni kanisa lenu la Segerea. Yako mengi ya kufanya, tutahitaji msaada wenu. Tunahitaji na pesa zenu pia kwa ajili ya kazi ya Bwana. Zileteni ili yale yaliyokusudiwa yafanyike kwa utukufu wa Mungu. Kuna 1, 2, 3 wenye jambo kabla hatujaomba. Nyosha mkono wako ikiwa una neno. Kuna yeyote mwenye neno? Basi kwa leo naona hakuna. Wimbo nambari 119 alilipa bei. Hizi maiki kama bado zinafanya kazi, basi watu wachache waje watuongoze hapa tunapoimba wimbo huo. Wakati huo pia tukiomba ombi la kufunga Sabato.
Nambari 119. Wanawake vijana, njoni. Tunahitaji sauti zenu hapa, njoni. Mbona mnatazamana tu hamuji? Wale wa sauti ya kwanza muje, wa sauti ya pili muje. Aya, tusimame. Wimbo nambari 119. Yesu anasema wewe una nguvu, kisha Niseme hili, kanisa letu ni kanisa la matukio na ni kanisa la wageni wengi. Yako matukio mbalimbali yatatendeka katika mwaka huu, ikiwemo hata mikutano ya makambi, ikiwemo majuma ya uamsho na nini. Tutapata wageni kutoka mahali. Ukiwa na chochote cha kufanya, sema labda mimi nitamlaza mgeni wa juma hili, nitafulisha chakula, nitafanya huduma fulani. Jisikie huru. Isikie huru, iweni baraka kwa kazi ya nani? Ya Bwana. Basi tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa dakika chache ulizotupatia kusalimiana na watoto wako hawa ambao kwa kweli ndio sehemu kubwa ya waumini katika kanisa lako la Segerea.
lakini hata kanisa lako katika jimbo letu na katika nchi hii ya Tanzania. Ninawaleta mikononi mwako vijana hawa, nikiwaombea Bwana uwalinde, Bwana uwatunze, Bwana uwaokoe na kila mtego wa yule adui. Bwana wapatie ushindi dhidi ya dhambi. Wabariki sana katika kazi zao, wale walio kazi za kufanya, wenye biashara, walioajiriwa, wanaofanya shughuli za ufundi na shughuli nyinginezo za kilimo na ufugaji. Bwana uwabariki. Chochote wanachoweka mkono kukifanya katika mwaka huu, Bwana kikabarikiwe na mkono wako wenye baraka. Wale wanaotafuta nini cha kufanya, wapatie macho ya kuona, wafungulie milango. Asiwepo kijana yeyote atakayeishi akiwa ombaomba, akiishi tu bila kitu cha kufanya. Na ili hali umeweka fursa tele za kutengeneza pesa katika mji huu wa Dar es Salaam. Ninaomba Bwana, wale walio katika ndoa, wabariki katika ndoa zao, wape amani na furaha, wakutukuze wewe Mungu. Wanaotafuta wenzi wa maisha, Bwana wapatie watoto wako, kila mmoja kwa wakati wako. Naam, wajalie mema na kuwatendea. Wale wanaosoma katika masomo yao, wafanye kuwa vichwa na wala si mkia. Fungua kila mlango wa kufanya masomo kuwa mepesi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na waombea Bwana, kila mmoja mahala pake, mfanye kuwa nuru, wasaidie kuishi wakikuwakilisha wewe katika dunia hii. Maneno yao, matendo yao, mawazo yao, mwenendo wao, Bwana ukakuwakilishe wewe Yesu, na kila mahala wanakopita, naam, watu wakuone kupitia kwa maisha yao. Yale yaliyo mema Bwana watendee kila mmoja, maana wewe ndiye mfadhili wetu, maana wewe ndiye mpaji wetu, maana wewe ni Mungu mkarimu kwetu. Milango iliyofungwa kwa ajili yao, Bwana ifunguliwe, ikiwa ikaleta utukufu kwako, na wafanye kuwa baraka, si tu kwa maisha yao na maisha ya wazazi wao, lakini kuwa baraka kwa kanisa lako na kwa kazi yako pia. Sasa tunapohitimisha huduma za siku hii ya leo, na tunapojiandaa sasa kuingia katika juma jingine la kazi, ukawe na kila mmoja wetu. Tupe nafasi ya kuonana tena katikati ya juma, na utupe nafasi ya kuonana Sabato ijayo. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.